الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يكون ترى شرنا موجة mwezi Dhulqaada mwaka 1444 katika darasa ya kitabu Fiqh al-Asma' al-Husna لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulifikia katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-barru. قال حفظه الله: وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد. jina hili limekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu moja pekee yake, وهو قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. watu wa peponi watakapoingia peponi watakuwa wakikumbushana yale yaliyokuwa kijiri huko ulimwenguni, watakuwa wakikaa pamoja wakikumbushana. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وكمبوك walivyokuwa na hofu walivyokuwa wakiishi katika huu ulimwengu, na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoneemesha, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamkusanyii mja wake hofu mara mbili. Akimhofu Allah hapa duniani, kesho akhira Allah atampa amani, na ikiwa ana amani hapa duniani kwa hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, basi kesho akhira Allah atamtia kwenye hofu. Sallallahu alaihi. Kwa watakuwa wakumbushana katika yale watakayosema, inna kunna min qablu nad'u, hakika sisi huko nyuma zamani tulivyokuwa duniani tulikuwa tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na adhabu, atuingize peponi. innahu huwal barrur rahim, hakika yeye ni mwema tena mwingi wa rehema. katika hii aya pekee yake imekuja jina al-barru, ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه. ni yule ambaye amewaenea viumbe wake wote kwa wema wake na fadhila zake na vipaji vyake. Bimaana yule ambaye amewafanyia wema waja wake wote. fahuwa muzli ni'am wasi'ul 'ata, Allah ndiye mpaji wa zile neema mbalimbali alizowapa, tena vipaji vyake ni vingi kunjufu, havina mipaka. daimul ihsan, daima awafanyia wema waja wake, kuanzia kabla ya kuzaliwa kwao, wakishazaliwa, wakiwa katika huu ulimwengu, yani mpaka katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu. sema thumma amatahu fa aqbarahu, mpaka baada ya kufa fadhila zake zafuatana mpaka kumjaalia sehemu yake baada ya kuondoka duniani ni kaburi. lam yazal wala yazalu bil birri wal 'ata'i mawsufan, hakuacha Allah huko ambako hakuna mwanzo
na hata wacha bimaana ataendelea kusifika kwa wema na vipaji asifika navyo daima. وبالمن والإحسان معروفا وفضلا nyingi na wema wingi wema mwingi ajulikana Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. تفضل على العباد بالنعم السابغة وفضل zake subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake neema zenye kuenea nyingi tu zilizowafunika. wala ataya almutatabi'a na vipaji vyenye kufuatana. Kila siku twala katika neema za Allah, kila siku tuishi katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. wal ala'i almutanawwi'a na neema mbalimbali. laysa lijudihi wa birrihi wa karamihi miqdar. ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala na wema wake hauna kipimo. fahuwa subhanahu dhul karamil wasi'i wan nawali almutatabi'i wal ata'i almidrar. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye ukarimu uliokunjulika uliomkunjufu na vipaji vyenye kufuatana, bali na vipaji vingi sana, mambo mingi sana amewapa waja wake, mingi sana. وبره سبحانه بعباده نوعان. na wema wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake uko kwa namna mbili, aam wa khas. kuna wema ambao umeenea waja wote na kuna wema ambao ni khas, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hao waja wake khasa wema kama ule, sio kila mtu anayeupata. hapa Sheikh atazungumzia al-aam, mwanzo azungumzia ule wema ambao umeenea kila mmoja. qala wasi'a al-khalqa kullahum. na wema huu umewaenea waja wote, hakuna ambaye atoka nje ya wema huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. hata wale wanaomkanusha Allah subhanahu wa ta'ala pia wako chini ya wema huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. fama min shakhsin illa wasi'ahu mannu Allah ta'ala wa fadha alayhi ihsanu. kwa hakuna mtu yoyote isipokuwa umeenea wema wake na fadhila zake kwake yeye, na ule wema umemfikia waja wote wa Allah. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. na hakika tumewatukuza wanadamu wote, Allah amemtukuza wanadamu, tena tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini, na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi katika tuliowaumba. Allah amewapa fadhila nyingi sana wanadamu. وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة والقامة الطيبة. na huu wema hapa na kule kukirimiwa mwanadamu kwa ingia ndani yake kule kuumbwa mwanzo huyu mwanadamu katika hili umbile zuri na sura nzuri na kile kimo kusimama kilichokuwa kizuri. waja'ala lahu sam'an wa basaran wa fuadan. na Allah akamjaalia masikizi kusikia, akamjaalia macho ya kuona, akamjaalia moyo. na hivi ni katika vile ambavyo huvitumia katika kutafuta taaluma na mafunzo. Allah akampa njia na sababu zinazompelekea yeye kufaidika na ilmu. Sasa ikiwa mtu hatumii mwenyewe hivi viungo vyake katika kutafuta ilmu, ni yeye mwenyewe, lakini Allah amekupa macho, amekupa masikio, macho uone na masikio usikie, na amekupa moyo ufahamu.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida. Ona akakutajia hivi vitu vitatu ambavyo ndio njia za kutafutia nini ilmu. waja'alahu yamshi qa'iman muntasiban ala rijlihi, na Allah akamjalia mwanadamu atembea kwa kusimama kwa miguu yake miwili, atembea bwana. Hii ni katika fadhila Allah aliyompa mwanadamu ambazo wengine hawakupata. Yatembea akiwa amesimama. wayakulu biyadihi, na akamjalia ala kwa mikono yake, maana chukua kile chakula kwa mkono yuala. Na jambo hili wengi katika wanyama hawakupewa, ni wachache sana wanaoshika kwa mkono wakala, lakini Allah akampa hii neema huu mwanadamu. wa ghayruhu min alhayawanat yamshi ala arba', na wengineo katika hayawani watembea kwa miguu minne. wayakulu bifamihi, na ala kwa mdomo wake moja kwa moja. Kamuona mbuzi yule, yeye mwenyewe apeleka mdomo wake iwala, ngamia na wengineo katika wanyama. Lakini mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala akatukirimu kuwa chakula tuala kwa mikono yetu. وخصه بانواع من المطاعم والمشارب والملابس, kisha akamhusisha kwa aina mbalimbali ya chakula, vinywaji, mavazi, kitu ambacho hutokiona kwa yote katika wanyama wengine. Ni binadamu tu amehusishwa na hili. Na hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zimewaenea waja wote. ila ghairi dhalika mimma khassa bihi bani adam wa karramahum bihi, na nyinginezo katika neema mbalimbali ambazo wamewahusisha nazo wanadamu na akawakirimu nazo. Neema nyingi sana, nyingi sana, alhamdulillah. Na pamoja na hayo wako wengi tu wanaokufuru, yaarifuna neema Allah thumma yunkirunaha, wajua neema za Allah juu yao lakini wazikanusha na kuzikataa, wengi tu. Subhanallah, yani leo katika mambo ya ajabu ambayo yafanyika katika ulimwengu, utapata al-gharbiyun, wale watu wa daula zile za magharibi kule, aweza kuwa mtu ni mulhid akanusha uwepo wa Allah kabisa, kisha akausoma Uislamu, akausoma mara ghafla usikia fani ansilimu bana, ankubali Uislamu baada ya kuusoma. Kisha nchi za Kiarabu huko ukapata kumetokea mulhid pia. Wewe unatoka wapi wewe? Yule anausoma Uislamu mpaka anaukubali, hatuambie wewe unausoma Uislamu mpaka ukatoka. Hasomi chochote katika Uislamu. Muulize kwa nini ungekuwa mulhid? Unajua sababu unazitoa? Kuna mmoja asema naomba dua ni muoe binti fulani sikupata, kwa hivyo hakuna Mungu. Pumbavu sana. Ati anaomba dua amuoe binti fulani na mkosa, basi anakuwa kafiri. Sema neno gani nazungumza? Yani hii ndiyo sababu, sio? Katika akili yako una sababu ya sawa. Sasa angalia, subhanallah, mwanadamu aweza kuishi katika kila aina ya neema Allah amempa, lakini wapo ambao bado wafanya nini? Wakanusha hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ziko wazi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Wajiangalie tu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Leweza kuona mashini imetengenezwa na mwanadamu, ukashtuka alifikiria vipi wakati hii hapa kaweka hii hapa kaweka hii hapo. Ushajiangalia wewe? Wala kila siku ukilala namna Allah alivyokuumba,
na mishipa inayopita katika mwili wako mingapi unajua? Leo ukibeba ile itwani earphones yenye waya, ukiitia mfukoni tu ukiitoa unafanya nini? Ishakunjana mpaka ifutue. Earphone tu. Wewe waishi miaka yote na mijishipa mingi kwenye mwili wako, hakuna hata siku moja unaamka atakuifutua. Imekaa vizuri kabisa. Kisha ushukuru wewe Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuumba na alivyokujalia maisha yako, na kila siku waogelea katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake. Lakini wangapi wanaoshukuru? Wallahu almusta'an. Qala wal khas, na kuna wema ambao ni khasa kwa waja wake aliyowachagua Allah. Qala huwa hidayatuhu man shaa minhum lihadha ad-din al-qawim, ni ile hidayah Allah anayompa na kumuongoza nayo anayemtaka katika waja wake kuifuata hii dini iliyonyooka. Alhamdulillah kathira. Ya kwanza kabisa katika neema Allah akimpa mja wake ni kubwa kabisa, neema ya hidayah. Kwa Allah amekuchagua wewe kuifuata hii dini iliyo sawa kabisa. وتوفيقهم لطاعة رب العالمين، نكوافكيشا كمتي الله سبحانه وتعالى، ونيل ما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة، نكباتا كلي ambacho chatokamana na haya ya hidayah na tawfiki ya taa, matunda yake ni saada duniani na kesho akhira, kufaulu duniani na akhira. Allah kawapa hilo, kama qala ta'ala innal abrara lafi na'im, hakika wale wema bila shaka watakuwa katika neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ay fi durihim thalatha, katika nyumba tatu watakazozipitia zote watakuwa katika neema, fi dunya wal barzakhi wa yawm al qiyamah, hapa duniani na kwenye makaburi yao fil barzakh, na siku ya kiyama wako kwenye neema. وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره ولا سبيل إلى استقصائه. Asema ukitaka kuzungumza kwa undani ule wema Allah anawafanyia waja wake aliyowachagua mwenyewe, ni jambo ambalo huwezi kudhibiti idadi ya wema anawafanyia, bali hakuna njia ya kuweza kudhibiti idadi yake. فمن بره بهم أنه تبارك وتعالى يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. katika wema wake Allah kwa waja wake hawa hasa ni kuwa Allah awatakia wepesi, hawataki uzito. Alhamdulillah, sisi wenye neema, alhamdulillah. Kuna wengine, kuna dini katika makanisa kupigwa fimbo, walala chini, alafu pastor aje kutandika fimbo kisha kama ushasamewa waenda zake. Utafikiri wako zile skuli za zamani, angeti mwalimu pale atandika kweli kweli, na jamaa si mmeona nyinyi clips, jamaa kubwa fimbo tena wapanga line, walala, wadhalilishwa kabisa na binadamu kama wao. Mjanja mmoja afanye wenzake wote wajinga. Sasa kuna huyu, kuna wengine washakaa hola, kaekwa we mpaka fulia mbali kule. Niliwaambia mimi wale wangelikuwa wajanja wale, lakini Allah hakuwapa, alhamdulillah. Lakini wale wangelikuwa na akili zao wangemchukua yule Makenzi mwanzo wakamfunga, kisha akamwambia wenda na sisi, wewe uondoke hapo. Lakini yeye mjanja akamwambia mimi nitakuwa mwisho ekta, nitakufa mwisho, kwa hiyo nyinyi mwafa tu pale. Ukaenda ndawe mpaka ufiona dini hiyo, na watu kakaa na ndaa mpaka wakafa wengi sana. Allahu musta'an. Dini hiyo pia bado kuna wengine. Sasa tuje kwa hawa huku kwetu sasa. Mshaona mashia wale wajiita kilaba alilbait,
ikifika wakati wa ile Muharram huwa walia kama mbwa huku wakitambaa chini, walia kama mbwa huku watambaa chini kwenye zile sherehe zao. Hauchukua visu na mapanga kufanya nini? Wakajipiga kwenye vichwa vyao, mpaka watoto wadogo wakawakatakata, mpaka kuna madaktari pale wankaa kazi yao kushona. Sijui madaktari wa aina gani, akili wanazo wale. Ukienda kwake akwambia usile hii, kula hii. Wewe huwezi kuambia usijikate hicho kitu, na wewe unkaa pale mshia jamaa mpaka ujikata kichwa hivi, ngozi ikawachana hapa, akashonwa. Aona anachokifanya ni kheri. Wallahi mtihani. Na wengine huku kwetu pia wajifanya washaanza kujipiga kifua, ingawa hapa kwetu wajipigi kwa nguvu. Wajipiga kwa nguvu wale wa kule kwao ndo wajipigi kwa nguvu, wale wajanja. Mshaona kwenye video afanye hivi. Kisha kwetu ikaletwa Afrika huko, watajua kama sisi wa Afrika. Mtashikwa na TB nyinyi. Hii dini wafanye kikweli bwana. Maka zile ngoma zikishawapanda kwenye kitu kile utaona wenyewe wafanye hivyo. Tuna taabu sisi golo, tuna taabu kweli kweli wallahi. Wenyewe wafanye hivyo, wenyewe wafanye hivi janja kweli kweli. Hata ukiwa mbele yenu nyinyi mkiwa nao waangalia tu gari wajinga wale, wao gusa tu. Watafuta tibia nini sasa? Na kuna wajinga hapo watajipiga. Tena uvuta mkono mbali kweli wa kwetu, uvuta kule. Nini dini gani? Mmetoa wapi dini hizi? Alhamdulillah. Wankosa hidayah, Allah yahdina wa iyahum. Dini yetu sahali. Alhamdulillah. Allah tutakia wepesi, hatutaki uzito. Ikiwa uwezi kutawadha maji ya kudhuru, tayammum. Uwezi kuswali kusimama, kaa. Bali qaida almashaqqatu tajlibu at-taysir. Kukiwa na uzito tu, sheria yetu inaleta wepesi. Hakuna uzito katika dini kabisa. Asije mtu hapa katuambia dini yenu ni taabu bwana. Lazima kuna wengine wanasema lazima uweke ndevu. Wewe waona mwenye kuweka ndevu au mwenye kunyoa nani apata taabu? Na nishawahi kueleza. Hatujui kinyozi, hatulipi pesa wala hatujaziona zikituangusha chini, twenda nazo hivi hivi tu. Wewe sasa kile ikifika weekend utafuta bana, punguza hivi. Mara ambayo roho ngozi yako bana tabii utafute madawa. Hatuna hayo sisi. Alhamdulillah. Unkwa rafiki yake kinyozi kila wiki wenda aparwa tu aparwa kila kitu yachoma tu. Waje kumwona mtu jingozi hapa ningeuka jeusi. Kunani? Fanyika. Sasa usije ukatuambia tu dini ngumu kwa sababu ya hiyo. Nyinyi ndio dini yenu ngumu, kila siku mwalipa pesa. Sisi bure, tutembea na ndevu zetu bure. Alhamdulillah. Alafu ukienda mwituni useme yule simba apendeza. Ushaona kienda wakimwona yule simba yule dume yule ana mijinywele hivi, usema nini? Cheki simba lile. Na wewe lau kama angezungumza akisema sasa sijui baba huyu ama ni habibi huyu, hajui ataje vipi yani. Achanganyikiwa. Lakini vile hasemi tu. Lakini wewe ukitizama hivi wewe wasema cheki devu lile, cheki simba yule. Wajisifu tena cheki na lugha zenu. Haya tumcheki. Na wewe utakuwa kama simba. Kuna mmoja ambiwa na mke wake, nyoa bwana watisha. Sasa watakupendeza kama yeye, alafu si utaleta competition wewe na mke. Tatabu. Kuna maneno ya kuzungumzwa ukifanya istizai na dini. Ukifanya istizai na dini kuna maneno yakizungumzwa utajiona wewe ndio mjinga. Hii sheria shekhi imekamilika bwana. Alhamdulillah. Neema. Allah tutakia wepesi, hatutakii uzito kivyo vyote vile. Na wewe mtu yote akwambia dini nzito, muulize wapi? Hakuna dini hiyo. Sisi hatujaambiwa dini nzito. Sisi tuombewa na Mtume wetu sallallahu ad-dinu yusr, dini nyepesi. Sasa lakini nyinyi hamutaki ule wepesi, nyinyi mnataka kuacha dini kabisa.
hamtaki kuambiwa swalini, hamtaki kuambiwa toeni zaka, hamtaki kuambiwa ndeni mkafanya hija, hamtaki kuambiwa maneno. Ndio shida. Masala ni kwa wewe wataka ukae huru, kwani wewe mwenda wazimu? Yule mwenda wazimu peke yake ndio afanya nalo litaka, haandiki chochote, hana akili. Wewe una akili zako bwana. Lazima utaamrishwa, utakatazwa. Na yale maamrisho na amrisho si mazito, si mazito. tena yataqabbalu minhum alqalila min al'amal wa yuthibu alayhi athawab alkathir. Allah yakubali kutoka kwetu amali chache kisha akailipa kwa malipo makubwa. Wewe angalia yule mama katika Banu Israil aliyekuwa kijiuza, akamsaidia mbwa, alimuonea huruma mbwa, akampa maji alipokuwa yule mbwa atakakufa kwa kiu. Kwa amali ile peke yake, ukiangalia katika hadithi iliyotajwa, alipofanya tu vile Allah subhanahu wa ta'ala akamrehemu, akamsamehe, akamtia peponi kwa amali ile. Yani ukiangalia pepo na hii amali wapi kwa wapi, lakini kwa wema wake Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake akamrehemu huyo mja. Na ngapi katika amali wewe waambiwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar khairun min ad-dunya wama fiha, au ufanya nini? Untamka maneno ambayo ni sahali kabisa, lakini Allah akakulipa ajiri kubwa sana sana kwa amali chache tu wafanya. wasema subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Mtume sallallahu alayhi wasallam kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fi al-mizan habibatan rahman subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Angalia fadhila kubwa kwa amali chache, Allah akakulipa mambo makubwa sana. Hii ni katika wema wake. Wayafu an kathirin min sayiatihim, na Allah atusamehe mengi katika makosa yetu, awasamehe waja wake makosa yao mengi. Wala yuakhidhuhum bijami'i jinayatihim, wala hawapatilizi kwa makosa yote wanaoyafanya. Wayujzihim bilhasanati 10 amthaliha, na akifanya jema amlipa mara 10. Wayudha'ifu liman yasha, na humlipa zaidi ya hivyo kwa yule anayemtaka mpaka mara 100. Wala yajzi bisayiati illa mithlaha, na halipi kwa ovu isipokuwa mfano wa leo vile vile, au zidishiwi katika ovu. ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. na mja akiwa na nia na hamu ya kufanya jambo la kheri, ile hamu tu aandikiwa jema, na akiwa na hamu ya kufanya ovu haandikiwi ile ovu. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. mwenye kuwa na hamu, ana nia, ana azma ya kufanya jambo jema, kisha ikatokea sababu hakulifanya, aandikiwa jema. Basi hii pia tuwezi sutie nia nitaka kujenga misikiti, nitachimba visima, nikiwa tajiri nitafanya hivi, wala huna, waandikiwa tu kama ulofanya, waandikiwa tu ajira yako. Pia tufikiria uovu, kuna vijitu havina kitu, nikipata mimi watakoma, wewe utafanya nini? Yule nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi, nitalewa kweli. Wewe watu wafikiria khairi, huna, watafuta madhambi ya lazima ya nini? Wewe fikiria khairi, kuwa na hamu ya kufanya khairi. Ikiwa zile njia hazikuwezekana, waandikiwa jema, waandikiwa mema katika yale ambayo wewe watamani kuyafanya. Allah akakuandikia, kesho ukaenda ukakuta amali nyingi umeandikiwa, kumbe hukuzifanya, lakini ulikuwa na nia wewe ya kufanya ya kikweli, lakini ni vile ulikuwa huna njia, kwa hiyo tulikuandikia jema hili. Waman hamma bihasanatin fa'amilaha, na yule mwenye kuwa na hamu na azma ya kufanya jambo jema kisha akalifanya lile jema, kutibat lahu 10 ila 700 dha'fin, ataandikiwa mema 10 tena mpaka mara 700.
huyo alilifanya. Kama hajalifanya andikiwa moja. Waman hamma bisayi'atin falam ya'malha lam tuktab, na mwenye kuwa na hamu ya kufanya ovu kisha asilifanye haliandikwi. Wa in amilaha kutibat, na akilifanya litaandikwa. Angalia rehema zake na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala, binadamu anavumpa katika fadhila zake. والحديث رواه الإمام مسلم. ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما كثرت الذنوب وتعددت الآثام. na katika wema wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwafungulia waja wake milango ya tauba, milango ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, milango ya kurudi kwake vile dhambi zitakavyokuwa nyingi, ziwe nyingi zitakavyokuwa. qala Allah ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, waambie enyi waja wangu ambao mmepita mipaka mkafanya israf juu ya nafsi zao kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah. Maneno matamu sana. Msikate tamaa, usikate tamaa na rehema za Allah. Usiwasikilize wale wanaosema kuwa sisi wakosi dhambi nyingi, hatuwezi kufika moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waongo, wawadanganyeni. Allah hawaambii hivyo. Allah awaambia la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, hakika Allah husamehe madhambi yote. Dhambi yoyote maadamu wewe uko hai, Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe madhambi yote vile itakavyokuwa. Hata shirki, naam, hata shirki maadamu uko hai, hujaondoka duniani, ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira kwa shirki uliyofanya, ukarudi kwake, atakusamehe. Na hii ndio da'wa alikuja kuifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawatoa watu katika ushirikina akawaingiza katika tauhid kwa uwezo wa Allah, akawa ni sababu ya kuwaongoza wale waja. Dhambi, taja dhambi yoyote utakayobaki nao mwenyewe, ukimuomba Allah tauba na maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe vile itakavyokuwa. Mimi na wewe ndio amfanya hivyo, washtuka wewe nini? Wewe chini ya hapo usamehe. Ankunwa soda yako tu usikusamehe tena wewe fi dunia la khsala wewe. Ndio. Yani kuna watu wana roho mbaya kweli kweli, subhanallah. Kitu kidogo tu sikusamehe fi dunia la akhirah. Nini basi anwacha bahati mbaya kitu chake pale fulani, sio mwenzake angefanyia hivi basi. Ama anampa mtu amana hakumrejeshia tena, kweli za kuwa labda anashindwa kulipa, amuomba basi nisamehe, sikusamehe mimi fi dunia wala akhirah, tena ipige fi dunia la akhirah, sikusamehe. Sasa kama hawa ajaambiwa huyu mtu amfanyia dhambi hii na hii na hii, wewe unaje? Atakwambia huyu hasamehewi kwa sababu yeye yuko hivyo. Sasa ni Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa maghfira, mwingi wa msamaha, mwingi wa rehema. inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tukisikia maneno haya basi ndio tukimbilie kwake, tutubie, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atutaka tuje kwake, hatufukuzi bwana, yuwataka turudi kwake. Ndio maana tuambia maneno, kwa sio kaambia mtu tushafukuzwa sisi. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wafurahie litauba. وفي الحديث القدسي يقول تعالى، نكتك حديث قدسي الله سيما يا ابن آدم، ايو من آدم كما نيل متام، يا ابن آدم ايو من آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. حقيقة wewe maadamu waniomba na kunitarajia, basi nitakusamehe yale makosa uliyofanya, wala sijali, nitakusamehe kila kitu wala sijali. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu, law balaghat dhunubuka anana as-samai
lau kama madhambi yako yatafika mpaka juu. Wajua ukiambiwa hivi usifikirie hii ni ardhi ya majengo hapo, angalia majengo madhambi yangu. Ni dunia nzima ile umeijaza madhambi mpaka mbinguni. Thumma astaghfartani, kisha ukaniomba mimi msamaha na maghfira, ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe yote wala sijali, nitakusamehe tu. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu, wallahi maneno haya rehma akuita mwanadamu. Lau ataitani biqurabi al-ardi khataya, lau tanijia mimi mfano wa hii ardhi umeijaza madhambi. Na tena narudia tena, si ardhi ya majengo, dunia nzima umeijaza madhambi. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a, kisha ukakutana na mimi siku uliyokutana na mimi hunishirikishi na chochote. La ataituka biqurabiha maghfira, na mimi nitakuletea mfano wake msamaha, nikusamehe. Wana fadhila tauhid. Kisha kila siku tauhid ndio hii tutafuta. Wewe piga kelele paka uchoke. Kila siku shirki, tuogopa tukienda na shirki na madhambi yetu hatutosamehewa. Na tusoma tauhid ili tuingie katika angalau na yale makosa yako uliyokuwa nayo, angalau ile tauhid umekwenda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akufutie madhambi yako. Tauhid na fadhila kubwa. Sasa hapa tuona ule wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani amfanyia wema mja wake. Wallahu musta'an. ومن بره بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنها إلى آخره. نفكر نتكلم إن شاء الله كيكاو كتكتشو